Okay, so somo la pili la namna ya kutengeneza mfumo. So tutaendelea kutoka kwenye somo la kwanza, na hapa leo tutaangalia tu basic interface ya data entry page pamoja na kodi chache ambazo zitatusaidia kuweza kufanya formatting kiurahisi zaidi. So cha kwanza unatakiwa uwe kichwani una idea ya nini unachokifanya. For example, mimi nita customize headers zangu hapa. Yes, kama ifuatavyo. Yeah, so nimeshaandika headers zangu hapa. Kwa nachokitaka hapa ni kucustomize kwa namna ambayo itakaa vizuri. Kwanza nataka haya majina yangu yawe at the center. Yani hizi headers zangu ziwe at the center. Kwa nitakuja kwenye ribbon yangu na nitakuja kugusa sehemu hii, kwa yanakaa at the center. Lakini angalia kuna jina hapa, ukiangalia, let me do this nikuoneshe formula bar. Hii ni student name na halijatokea lote, umeona, kwa limekaa vibaya, kuna masomo yamekata. So how do you handle this? Utafanyaje? Sababu kama tukisema tuanze kuweka manually, kukuza manually, tuta waste time sana. Sasa somo la msingi sana hapa, utakuja sehemu hii ya sheet tab kwenye jina la sheet yako hiyo, kwenye worksheet. So uta right click and then right click unakwenda una view code. Okay, view code itafunguka VBA page, ambapo sasa kimsingi hapa utakuja uguse na kubadilisha general, utaweka worksheet. Ukishaweka worksheet utaandika cells alafu utaandika dot entire column, utaandika entire column dot autofit. Sasa hii itatusaidia kodi hii kuweza autofit kila sehemu ambayo tumeweza kuandika kwenye cell fulani. Tutaweza kuona sasa, twende tuone. So tunaweza tukaikata hii na tukaja hapa. So kila unavyoandika unaona tulivyogusa imeji autofit kila eneo. So imekaa vizuri kabisa, hakuna sehemu imeacha. So baada ya hapo tunaweza sasa tukaja tukaweka customization, tukaweka labda ni rangi. Utakuja home kwenye tab yako, utaangalia sehemu hii ya kufill. So ni fill kwa rangi gani, the best color. Obvious unaweza ukaipata hapa, ambapo kutakuwa na option nyingi zaidi za kuchagua rangi unayotaka kufill. For example, mimi nataka labda rangi hii hapa bwana. So I can fill this, na ninaweza kucustomize kwa kuweka rangi nyeupe maeneo hayo, na ninaweza pia nikataka kuweka mistari either meusi au mistari ya rangi nyingine, whatever I like. Kwa naweza ikawa hivi, ama nikaamua kuweka mistari, let's say mistari mekundu. Utabadilishia wapi rangi ya mistari? Utakuja sehemu hii ya line color na utaweka line color yako maybe red, na kama ni red, okay, utagonga sasa hapa, utaona your lines are very red. Sasa eneo hili kuna customization nyingi ambazo unaweza ukafanya, ukabadilisha rangi na kadhalika. Whatever unavyotaka inaweza ikakaa tu vizuri sana. Whatever unavyotaka kubadilisha itakaa sawa kabisa. And then nafikiri hii iwe ni the best, ikae katika muonekano huo. Lakini still bado unaweza ukabold kwa sehemu hii, ukabold hapa na bado ikaonekana katika ubora wake. Unaona umebold na imeongezeka, imekuwa. So after then, hiyo ndo header yangu ndogo. Kumbuka nimeanza na data entry page, ndicho nilichoanza nacho. Sasa kuna namna nyingi tutafanya, lakini tunataka tuanze kusajili hapa namba za wanafunzi, tuweke majina, tuweke pia na baadhi ya maxi, halafu tuone tunafanyaje kwa somo la pili hili. Sasa namna ya kuweka namba ya mwanafunzi automatic, kama mfumo unatakiwa ujiandike wenyewe. Wewe ukisajili tu jina la mwanafunzi, basi mfumo wako ukuandikie namba, na nitafanya kwa wanafunzi wachache kama 10 tu hivi, tutaona. So utakachokifanya, utafanya kama ifuatavyo. Okay, utafanya hivi. So utagusa sehemu ambapo mwanafunzi wako wa kwanza atakuwa, eneo kama hilo, utaandika formula, utaandika sawa sawa, halafu utaandika row. Ukiandika row itakuja pale, unaweza ukaselect hivyo,
halafu bila kuandika chochote ndani ya mabano utafunga mabano, halafu uta minus hizi namba zinazoonekana 1 2 3. Si tuko kwenye row ya 4, so tuta minus 3 ili tupate namba 1. Tuta minus 3 namna hiyo. So tukigonga enter tayari tunakuta namba yetu imekwisha kuingia. Lakini condition sasa, tuanze na conditioning. Hapa ndo tunaanza na formula. Mfumo utakwenda pole pole, na kwa formula tutaweza kufanya vizuri. So utakachokifanya, tutaongeza formula ya pili baada ya kuipata formula ya kwanza kwamba inafanya kazi. Tutaongeza formula ambayo ni logical formula ya if. So tutasema if this one, yani kama hiki kitu hiki hapa, tena na kikopi hapa, kama hiki kitu. Alright, let's say this. Tusianze na hiyo kwanza, tuseme if this one, kama hapa sehemu ya jina la mwanafunzi sawa sawa na hakuna, yani hakuna kilichoandikwa, basi mfumo uache pia hizo alama zinamaanisha empty. So if that is empty, if B4 is empty, then B4 ni hapa kwenye kasa yangu hapa, hapa. If B4 is empty, then mfumo uweze kuacha, au basi uandike hiyo kitu hapo, na mimi nitafunga mabano. Umeona formula hiyo? Formula yangu ndio hiyo hapo, kama umeiona hii hapo. Alright, let us repeat. Ngoja turudie, nimeifuta hapa accidentally. Tumesema tunaanza na sawa sawa. Utaandika pale row, not rows. Utachagua row, utaweka vile, utafunga mabano. Yes, utafunga mabano, na nimesema tuna minus 3 kwa sababu sisi tumeanzia kwenye row ya 4. So tunaziminus hizi 3 ili tupate tofauti ya moja ambayo ndio namba moja yetu. Kama tungekuwa kwenye row ya 5, basi tunge minus 4. So ukiandika hivyo itakuletea automatic moja ile pale. Sasa tuendelee kuicustomize pale. Tumesema tunaweka formula ya if function ambayo ni logical formula. Tumesema if sehemu ya student name, if B4 is equal to empty, then leave empty or take that one row in bracket minus 3. Kwa utafunga zako mabano pale. Kwa condition hii ni kwamba kama sehemu hii ya jina la mwanafunzi haina chochote, basi hapa hatutapata chochote. Na hii formula naweza nikaivuta mpaka sehemu hii hapa. Unaweza kuona hapana kitu kinatokea, na obvious kwa kuwa na deal na ile eneo, basi let me do this. Tunaweza tukaweka mistari yetu ionekane vizuri namna hii hapa. Tuna deal na hapa maeneo. Kwa hiyo kama tukiandika hapa jina la mwanafunzi, kwa mfano jina langu, let's do this, Meshak Kismango, maybe Filipo. Naona lilivyo refu, nikigonga enter litajitanua kama nilivyoweka kodi zetu. So unaweza kuona linajaa vizuri kabisa. So tunaona pia namba imetokea. Na sasa kitu kingine, tunaweza tukagonga hivi, tukafanya hivi, tuka highlight hilo eneo lote, halafu hiyo namba itokee at the middle. So tunakuja tunaweka hapa itokee at the middle kama inavyoonekana. Na vipi kama nitaruka pale, nitaruka mwanafunzi wa pili aandikwe mwanafunzi wa tatu, labda jina lake ni ile hapa, itafanyaje? So unaweza kuona pia inakuonesha kwamba ile ni namba 3 na umeruka pale namba 2. Kwa hiyo haina shida kabisa. So unaweza ukaandika majina mengi hapo, lakini tuangalie kwanza, tunataka sasa sex zetu iwe ni fixed. Tusio tunaandika, maana katika kuandika kuna kukosea. Ukikosea katika kutafuta a ngapi kwa wasichana na wavulana, inaweza ikamislead kwa sababu umeandika either space na herufi. Kwa hapa tutaifix. Tunaifix vipi? Kuna namna mbili za kufix. Ya kwanza ni bora zaidi kwa maana hauna option ya kufuta. Kwa utakachokifanya, uta highlight hili eneo lote hapa, design kama hii mpaka mwisho, na kuna njia nyingi za kufanya ku highlight. So unaweza ukagusa kwenye seli hiyo ya kwanza, halafu uka control, uka shift, ukabofya down arrow, itapeleka mpaka mwisho. Sasa hii hatuitaki sisi ipeleke mpaka mwisho. Tunataka isiende mpaka mwisho. So
naweza nikarudi juu hapa. Kwa hiyo nitakachokifanya mimi shortly tu nita highlight mpaka hapo kwa sababu ya mafunzo na kwa sababu ni beginner. Kwa baada ya hapo naweza ka customize ikae katikati na ikae katikati tena. Halafu sasa kifuatacho ninakwenda kufanya formatting. Naenda kufanya formatting. So nitakachofanya nitaingia kwenye data ambapo wanaita data. Alafu nitatafuta data validation iko pale. Nitagonga, nitachagua data validation. Na baada ya hapo nitachagua kwenye setting. Alafu nitachagua pale pameandikwa any value, nitakwenda kwenye list. Nikienda kwenye list nitaandika sex zangu nataka iwe female, utaweka mkwaju, mkato au koma, alafu male, yani female na male ndo sex zangu mimi. So that is nagonga okay. Baada hapo naweza kuona kila nikigusa eneo kuna haka kaalama kanatokea na zile sex zangu zote zinafanyaje, zinatokea. Kwa huyu jamaa ni male, tunachagua pale kwenda kuwa very automatic intactly, inaingia vizuri kabisa pale bila shida yoyote. So that is how unaweza ukasajili sex. Labda nichukue mwanafunzi wa pili anaitwa labda Neema Ezekiel, maybe Chumo, like that. Huyu sex yake ni female. Sasa kama utaamua kuandika pia female itakubali kama ukiandika vizuri, na kama utakosea itakukatalia, inakataa. Sasa kuna namna ya kucustomize. Kwa sababu hapo imekataa, okay, kuna namna ya kucustomize ikaongea, yani ikaleta message. Unaenda pale pale kwenye data, halafu data validation, utagusa pale, utakuja sehemu ya input message, utaandika hapa, na kuna error alert kama kuna error. Lakini yes, kama kuna unataka kila akigusa au anapata ujumbe, unaweza ukasema tu labda zingatia, mfano utaandika zingatia. Alafu hapa kwenye message sasa utasema zingatia labda kuchagua jinsi sahihi. Halafu kama kuna error hapo ni input message ambayo kila kigusa pale itatokea. Kwa kama akikosea apate hapa, labda imwambie stop, labda imwambie warning, kuna alama kama hiyo hapo itatokea, itamwambia hapa labda iandike umekosea. Halafu ujumbe uje kuwa rudia kuandika kwa ufasaha. Ujumbe uwe hivyo. So ukigonga vile unaweza kukaona sasa kila ninapogusa ninaambiwa zingatia kuchagua jinsi sahihi. Kwa unaweza kuona huu ujumbe upo tu kila atakapogusa haya maeneo ya sexy. Sasa ikitokea nimekosea naandika Q, labda nikigonga pale ndo nitapata ule ujumbe kwamba umekosea, rudia kuandika kwa ufasaha. Ukisema continue maana yake itaendelea kukupa nafasi ya kufanyaje, ya kuendelea, but hiyo ni warning. Na kama ukitaka isiwe warning iwe ni kustop, maana yake itafuta automatic. So the best way, hatutumii warning ila tutatumia stop. Tuende kwenye data validation, kwenye error, na hiyo error tutumie stop. Tukitumia stop utaona tukikosea kuingiza taarifa, kwa mfano tumeweka Q badala ya M au F, tukigonga pale itakwambia umekosea, rudia kuandika kwa ufasaha. Option inayokuambia ni retry au cancel. Ukicancel basi inakuwa imefanyaje, inaondoa design kama hiyo. So hiyo imekaa vizuri kabisa hapo. Kuna stream tena. Stream the same applies. Na hapa nitakufundisha njia ya pili ya kutafuta streams. Nataka mimi stream zangu tuwe tuna stream kama 5 au 4. A, B, C, D. Tuseme stream 4 tu ziwepo. Stream zetu 4 hizi hapa. Kwa eneo hili tumeweka stream. Halafu nitakuonesha namna kufanya. So kwenye stream pia nita highlight maeneo yote. Sasa data zetu ni hapa. Na inawezekana streams zikafanyaje, zikaongezeka, utakuwa unaongeza huku. Lakini sex waga ni constant. That's why sikutaka kuzifix kule. Kwa hiyo nitakachokifanya nitaweka hivi. Pap.
nita highlight, nitakwenda kwa data, nitakwenda kwa data validation, halafu nitakuja kwenye setting, nitakuja kwenye list, hapa kwenye list, halafu sasa sitaziandika ila nitatumia haka kaalama ambako kataniruhusu niende kwenye sheet yoyote. Sasa nitaanza kwenye A mpaka D na nitazidisha ili kwamba siku ukitaka kuongeza streams utakuja uongeze hapa, wewe ambaye sasa ni mtengeneza mfumo. So ukimaliza hapo unaweka okay, unamaliza. Ili uweze kuficha kazi yako unaweza uka highlight kama hivi na ukaweka alama nyeupe hivyo, na still bado ukafanya right click, format cell, protection, alafu ukaihide na ukailock kama hivyo. Kwa hapo inakuwa salama, ukija ukilock hii sheet hakuna anaweza akabadilisha. So ukija kwenye streams sasa utaona pia stream zako zinafanyaje, zinatokea, ziko hizo hapo. Na huyu labda awe ni stream B, this is a female, yeah, kama hivi. Kwa pia unaweza ukaiweka ionekane katikati kwa muonekano bora zaidi, unaweka ionekane hivi. Sasa hapo iko sawa. So baada ya hapo ukishamaliza sasa kipengele kilichobaki kwa upande wa data entry page, tunaweza tukasema ni kuingiza tu nini, ni kuingiza tu max. In case kama tunatengeneza mfumo simple ambao baadaye tunaweza tukaufanya kuwa complex zaidi, lakini for the first important steps ni hizo. So tumesha create tayari page yetu. Sasa kuna option nyingine ambayo sasa tunaendelea kucustomize mfumo wetu wa simple system tuweze kutengeneza mfumo. Tunafanyaje? Tutafanya kama ifuatavyo. So tunataka tufanye Excel sheet yetu iwe very clean, yani isiwe na mambo mengi na data zetu ziwe very clean. Sasa tutafanya kitu kifuatacho. Tutagusa eneo hili lenye n hapa kwenye hii column hapa n. Tukigusa pale itaturuhusu tuweze kuhighlight ile column yote. Sasa cha kufanya, sisi hatutaki upande wa kulia uliobaki na hatutaki kuonekana tuna sheet kubwa ambayo haina kazi. So utakachokifanya uta control shift halafu right arrow ambayo itaselect kote kabisa kuliko baki, na baada ya hapo uta control 0, umeficha kila kitu pale. So tunaweza tukaona tumebakiwa na page ambayo ni simple, na tunataka labda pia tuishie hapa kwenye row ya 21. So the same, tuta control shift down arrow, utagusa mara kadhaa iende hadi mwisho, and then uta control 0, utakuwa umefanyaje, umehide. Na kama utakuwa umehide design kama hiyo hapo, then it is okay, it is okay. So tutaona hapo, yes, tumekuja hapa mwisho ya obviously haiku hide. Yes, let us repeat. Tunaanza hapa, tuna control shift down arrow and then control 0. Bila shaka kama ikikataa kwa design hiyo sio mbaya, na kuonesha namna nyingine, na kuonesha namna nyingine hapa. Okay, sometimes shortcut kama zikikataa kwa upande mwingine, unaweza ukafanya vile control shift down arrow mpaka mwisho, halafu utagusa kwenye hizi row zenye namba huku, uta right click halafu uta hide. Kwa pia itakuwa imefuta na imeficha kila kitu. So huku nako kama kawaida tuta hide, unaweza ukafanya hivi pia. So utakuta iko safi kabisa hii hapa. Na kwa muonekano huu sasa unaweza kuonekana sasa you are very professional katika kuandaa mifumo yako. So kwa namna hii, kwa leo tumejifunza vitu muhimu kama 3-4. Kwanza, auto fit. Hapa tumesema tunakuja kwenye sheet, unaenda kwenye code, unakuja hapa unabadilisha kutoka kwenye general kwenda kwenye worksheet, na utaandika hapo katikati cells.entire_column.autofit. Ukiwa tayari hapo, manake kila utakachokiandika hapa kita autofit. Mfano mimi nikisema niandike jina moja refu kweli kweli hapa, naweza kuona limefika hadi hapa, na nikisema nigonge enter
automatic kabisa. Okay, oh yeah, automatic kama unavyoona limekuja, na nikifuta nikagonga enter bado inajirudisha. So hicho ni kitu very super kwa upande wa data entry page. Ya pili tumejifunza formula ambayo itakusaidia kuandika namba automatic kadri unavyoandika jina la mwanafunzi. And then tumejifunza kuformat rangi hapa juu, kubold, kutengeneza hii mistari. And for the second lesson of today, ninaweza nikasema it ends here. Na baada ya hapo sasa nitakuja nikufundishe somo la tatu. Lakini lazima tuelewe hivi, tumetengeneza macros code ambayo kimsingi inaonekana. Sasa kusave faili lako, huwezi kusave kama XLSX, itakataa. Kwa hiyo itakuuliza, je, unahitaji kusave hiyo feature? Na nakwambia to continue saving as macro free workbook, click yes. Ukiclick yes maana yake zile macros ulizoziandika kodi zinafutika. So tuna click no. Tukiclick no, tutaambiwa tuchague location, tutachagua sisi kwenye desktop. Na tutaichagua hapa sasa, tutachagua kuna option mbili. Kuna macro enabled workbook. Hapa nitakuchagulia hii ya kwanza, ni the best kwa beginner. Kimsingi tutasave pale na itakuwa tayari iko saved, tutaiona imeingia hapa. Inaweza kuonekana iko tofauti kidogo na hii ya kwanza. So hii ya kwanza this time tunaifuta. Sasa kikubwa katika somo hili, nitengenezee sheet yako na ufanye kama nilivyofanya. Utengeneze faili kama hili, workbook kama hii mistari ya column na rows nimeiondoa yote, yani ionekane hivi. Halafu task nyingine, nataka nione sehemu hii iko design hii. Nataka nione grid lines zimeondoka. Kwa nataka nione kitu kama hiki hapa. Na tena nataka customize hapa. Ukisha hapo nataka nifanye formatting na wewe ufanye. Unakuja ku merge. Ukimerge hapo tayari itakuunganishia seli zote kuwa seli moja. Nataka ukuze fonts zitakazokuwa hapo mpaka 48, halafu bold. Nataka utafute font style hii hapa imeandikwa TWCENMT. Nataka hii hapa. Halafu hapa andika data entry page. Data entry yes, page. Data entry page. Ukiklik okay hapo, bila shaka itakaa kama hivi. Sasa huwezi kuona hapa imekaa vizuri kwa sababu imekuwa ni ndogo. Kwa kwenda chini it is better ukakuza hata ikawa namna hii, lakini nachokitaka mimi iweze kufiti vizuri kama hivi. Ufanye kitu kama hicho na itatusaidia sana. Nataka nione kitu kama hicho umekifanya, unitumie kwenye page yako ya WhatsApp. Ukisha kufanikisha kazi hiyo, basi mimi nitakupatia kazi nyingine inayofuata. Nataka kufanya kitu kama hicho, so tutaendelea next time ukiwa ready. Na hapa mimi naweza customize, nikaweka rangi hii. Nataka unitafutie hii kodi ya hii rangi, uje utafute kodi hii hapa, uingize hiyo iwe design hiyo. Halafu nataka maandishi uweke hapa meupe, na obvious naongeza kodi iwe nzito kidogo, hiyo design kama hii. Halafu nataka hapa chini pawe pana kodi imefifia kidogo, iwe kama hivi. Nataka uandike kitu kama hiki hapa. Yes, halafu nataka maeneo haya nataka yawe design kama hii. Nataka ubold maeneo haya. Yes, kitu kama hicho hapo. Lakini yes, kitu kama hicho hapo. Next time tutaendelea. So nataka ufanye kitu kama hicho and then unitumie ni assess kama tumefanikiwa katika eneo hilo, ili tuweze kuendelea. Sababu haya maeneo yaliyobaki ni ya kuingiza marks. Na labda pia nataka nije nione
eneo hili utafanya highlight eneo lote hili, halafu utakuja kwenye formatting uweze kuzuia mtu asiingize zaidi ya max 100. Utakuja kwenye data validation tena, utagusa pale, halafu utachagua pale, utachagua whole number au decimal. Utachagua whole number au decimal. Kwa minimum itakuwa labda 0, iwe ni 0, na maximum iwe ni 100. Hiyo design kama hiyo hapo, halafu utagonga okay. Kwa unaweza kuona nikiingiza labda 200 na kitu, kama nimekosea mfumo utakatalia. Sasa kama utakataa, nataka ni customize uweze kuleta taarifa kwa message, tutakuja kufundisha namna kufanya mfumo uongee. Alright, nataka hapa nirudie data validation. Yes, naweza nikakubali iwe 0 mpaka 100, lakini kama kuna error imwandikie umekosea, umezidisha alama. Halafu hapa chini imwandikie ingiza alama kuanzia, yes, kuanzia 0 hadi 100, design kama hiyo hapo. So ikae hivi. Kwa huyu akija, haya maeneo tayari nimesha highlight na nimeandika vile. So akija akiandika 1 haina shida. Akija akiandika kwa kukosea labda 600 na ngapi, itamwambia umezidisha max, ingiza alama kuanzia 0 hadi 100. So hiyo ndo page yetu tayari tumesha customize, ambapo haitakuwa na makosa ya uingizaji wa max. Tutafanya hivyo, na nataka nije nione umefanya hivyo. Na pia nataka maeneo haya uweze kuweka middle design hii, halafu nataka tu max ziwe na rangi hapa ya blue, dark blue. Yes, kitu kama iko hapa. Nataka nje nione kitu kama iko hapa. Nataka nje nione hapa imekaa vizuri design kama hiyo. Kwa utasave kazi yako na utanitumia hilo faili. Ukishanitumia umetengeneza kama hivi, vigezo vyote vipo na inafanya kazi sawa sawa, basi tutaendelea na somo la 3. Thank you very much.